Sikiliza nikwambie. Mimi niko tayari kwenda jela. Lakini huyu mbwa anaitwa Amanda, ni lazima nimwache yuko chini. Ni lazima niache maiti. No. Amanda, ni kitu gani ambacho umefanya Amanda? Mimi nilikuficha siku zote kama Ruby Amanda. Sikutamani watu wakujue Amanda. Mimi sitamani watu wakujue kama wewe ndo dhaifu wangu Amanda. Sikutamani watu wajue hata siku moja kwamba wewe ndo mwanamke ninayekupenda kwa dhati Amanda. Nakupenda Amanda. Nakupenda. No. Japo naumiza. No. Wanajitahidi kuilinda. No. Ila bado inawaliza. Lolo. Amanda. Mimi nilikuficha siku zote kama Ruby Amanda. Sikutamani watu wakujue Amanda. Kaka, tangu siku ya kwanza nakuja kuiona hali yako, kiukweli ni hali ambayo niliyoumia sana katika moyo wangu. Tafadhali naomba uniambie kimekukuta nini kakaangu, ili mimi dada yako nianze kuhangaika kupeleka hospitali kubwa kutibu. Naomba usinifiche, niambie kila kitu. Wewe mbona sikuelewi? Kwa nini unaweza kuniita mimi kaka? Kanisa kuambia mimi sio kaka yako na wewe sio dada yangu. Ufupi sisi hatuna ndugu wote ule. Sasa kwa nini unalazimisha sisi kuwa ndugu? Mchumba, mimi nimekosea wapi mchumba? Nimekwambia nakupenda. Kubali basi kuoa na mimi. Shida iko wapi kwani? Au nina mapungufu gani ambapo nashindwa kuwa mume wako? Maana mbeto ngina kuniita kaka kati mimi sio kaka yako. Au kisa ndo sina kumbukumbu, sikumbuki chochote, maana unataka kunikubalia. Baba mimi nakupenda. Wewe bwana niambie tu ukweli bwana, nimeshachoka kukuvumilia. Unatesa hisia zangu. Naomba unisikilize basi. Mimi sitaki kusikiliza tena. Ushaongea vya kutosha. Mimi naomba niite dadangu aje hapa anisaidie. Uenda labda utamuelewa yeye. Nishachoka bwana, nazungusha sana. Dada! Sikiliza basi. Ongea dada, mimi nishachoka. Sitaki kuelewa. Dada! Kai, vipi? Kuna shida gani hapa? Shida huyu hapa huyu. Hataki kuelewa hisia zangu. Mshaambia nampenda ila anang'ania kuniita mimi kaka wakati mimi sina ndugu naye. Dadangu pekee namjua ni wewe hapo Lisa. Wewe ndo dadangu. Sasa uko endelea kuniita mimi kaka. Dadangu, naomba basi unisaidie kwenye hili. Ongea naye basi aelewe hisia zangu. Mimi nitatoka kuongea. Kwani mimi na kasoro gani jamani? Mbona dunia ina huruma? Kwani mimi sina haki ya kupendwa kama watu wengine? Dada, kwenye hili naomba unisaidie. Ongea naye mchumba wangu mimi anipende. Dada, ongea naye na endapo hajakubali mimi sitaki kumwacha kwenye nyumba, sitaki tena hapo. Mimi ndo mwanamke nampenda, nataka nimoe.
Wifi, kuna kitu unanificha, lakini naomba nikuahidi, ipo siku nitakuja kujua ukweli. Mawifi bwana, yaani ndugu yako anaumwa, badala ufikirie hatima yake, uko hapa kwa ajili ya kunipiga majungu mimi. Kweli wahenga wakukosea waliposema nyie ni viumbe wazito, yaani hambebeki. Wifi, Meitanaje? Wifi. Kwa hiyo mchumba, umekubali kuolewa na mimi? Dada, nampitisha wifi yako. Asanteni sana jamani. Cheleko, nimepata mchumba. Cheleko. Mchumba. Lulu, mimi sikuwahi kutongoza hata siku moja. Bali mapenzi yangu baina mimi na wewe yalianza baada tu ya wewe kuogopa mende. Ulikuja chumbani kwangu na kuomba msaada kwamba unaogopa mende, na mimi nikakusaidia. Hapo ndipo mwanzo wa mapenzi yangu baina mimi na wewe. Lakini ukweli kabisa Lulu, mimi sikuwahi kunyanyua kinywa changu hata siku moja na kutamka kuwa mimi nakupenda wewe. Lulu, hiyo video ambayo umenirekodi nilikuwa nimelala. Nawezeka nataja jina la mwanamke, wala sio uongo, ni kweli kabisa. Amanda. Amanda ndiye mwanamke ambaye mimi nampenda kwa dhati Lulu. Huyo ndo mwanamke ambaye mimi yupo katika ndoto zangu siku zote. Moja malengo yangu namsomesha huko chuo, akimaliza tu nimfanye kuwa mke kwa upande wangu. Yaani mimi sina nia ya kumchezea, na hata haya mambo yalotokea tu hapa siku 2-3, yani ni basi tu imetokea. Lakini malengo yangu mimi yote na ndoto zangu zipo kwa Amanda. Kwa hiyo Lulu, kama sikukufuata kukutongoza, mimi naomba uniache. Nampenda Amanda. Kwa hiyo Amanda ndo unaimpenda, si ndio? Yes, of course. Kwa hiyo mimi ulikuwa unanichezea tu. Mimi nilikubali ili kwenda jela kwa ajili yako. Kwa hiyo kama ningeenda jela wewe ungebaki unamuoa huyo Amanda, si ndio? Tasha, kumbuka kweli mimi nilikufuata. Lakini hata kama wewe ungeniambia kumbe una mwanamke mwingine, mimi nisingekung'ang'ania. Mpaka sasa hivi ningekuwa nishazoea. Nini lakini? Kwa nini? Lulu, kuna kitu kimoja ambacho ukielewi. Moyo ni kiungo cha ajabu sana. Inawezekana kule utumia nguvu kubwa sana ili mimi nikupende wewe. Lakini kwa bahati mbaya sana moyo wangu mimi upo kwa mtu mwingine. Moyo wangu mimi upo kwa Amanda na sio kwako Lulu. Sasa nitaficha ili jambo mpaka lini? Nimeamua nikuweke bayana ili ulielewe hili swala kwamba mimi mwanamke ninayempenda ni Amanda na sio wewe. Na kwenye maisha yangu yote sikuwahi hata siku moja kutarajia kwamba mimi naweza nikamsaliti Amanda. Na ndio maana nimeamua kuliweka wazi hili swala leo. Oh. Vizuri. Hongera sana. Nimeipenda hiyo. Nimeipenda kwa sababu wewe ni mwanaume jasiri sana. Uwe na siku njema. Msalimie Amanda.
Pole sana Lulu. Naelewa maumivu unayoyapitia. Usilie. Bado una nafasi. Unavyoendelea kuwa hivyo, sio ndio kuweka mambo yako sawa. Lulu, mnyamaza, jikaze. Bado wewe ni mrembo sana. Sasa kipenzi changu, usilie, nyamaza. Amenithibitishia kwa mdomo wake kwa mimi si lolote, si chochote mbele ya huyo mwanamke wake, mbele ya huyo mwanamke wake Amanda. Kiukweli leo inaniuma sana. Kibaya zaidi, ananiongelea maneno ya dhihaka na dharau. Kwa hiyo hajawahi kunitongoza. Hata kama hajawahi kunitongoza, mbona kipindi namwambia mimi nampenda? Mbona hakuniambia kuwa na mwanamke mwingine? Mbona hakuniambia? Niliposikia kuwa na mahusiano na mke wa mtu, roho ikuniuma sana. Nilijua ipo siku moja tu atakuwa kwangu. Nilijua lazima tu atakuwa mume wangu. Lakini ile la mwanamke anaitwa Amanda limeniuma mno. Limeniuma. Huyu mwanamke anaitwa Amanda ni lazima nimuoneshe aweze kuchukua nafasi yangu. Tamuonesha. Lulu, serikali ina mkono mrefu sana. Wapo waliofanya maamuzi kama unataka kuyafanya wewe leo, lakini wakaishia leo kujuta. Wewe mbona bado mrembo? Utapata mwanaume wa saizi yako atakaye kupenda Lulu. Nafasi bado ipo. Mtoto bado mzuri. Yaani mtoto ni mzuri, kijana, bado uko safi. Unamlilia Tasha kweli? Utapata wa saizi yako, yaani utapata mwanaume atakaye kujali kabisa, atakupenda kwa dhati. Yaani ataamua yeye kukupenda. Ungekuwa wewe ungeweza. Nakuuliza ungekuwa wewe ungeweza? Sikiliza nikwambie. Mimi niko tayari. Niko tayari kwenda jela. Lakini huyu mbwa anaitwa Amanda, ni lazima nimwache yuko chini. Ni lazima niache maiti. Nisikilizeni ninyi. Natangaza vita dhidi ya Amanda na White Shari. Pole shoga yangu. Usilie. Utapata mwanaume mwingine. Achana na Tasha. Waongeza. Shoga yangu yasiyo anafiki. Kidogo. Tasha, bahari ni kubwa sana, lakini siku zote haikagi na uchafu. Hata uingie uchafu wa kiasi gani baharini, lazima tu utatolewa nchi kavu. Namaanisha kwamba hakunaga siri inayojificha milele. Mwenyewe ulizani huyo mwanamke wako wa chuo unayemficha hatutamjua? Hivi ni kweli bahari haina uchafu? Ina maana siri ambayo nimeitunza kwa miaka mingi sana
leo hii iko bayana. Amanda, imekuwaje watu wamekufahamu Amanda? Kwa nini watu wamekujua Amanda? Wewe ndiye mwanamke ninayekupenda Amanda. Kwa kuwa watu wamekufahamu na hofia unaweza ukaniattack, na ndio maana muda wote nilikuficha Amanda. Kwa nini umefanya siri iwe bayana Amanda? Unampenda Amanda? Amanda. Amanda wangu, nimefurahi sana kukuona Amanda. Nimefurahi pia kukuona Tasha. Amanda ndo mwanamke pekee ambaye nakupenda katika ulimwengu huu Amanda. Lakini kwa nini umefanya yote haya Amanda? Why? Tasha, kwani nimefanya nini? Amanda, mimi nilikuficha, sikutamani hata mtu mmoja kufahamu Amanda. Sikutaka ulimwengu ukujua kwamba wewe ni mpenzi wangu, kwa sababu ndo mwanamke pekee ambaye mimi nakupenda. Sasa leo hiyo wameshakujua Amanda, si wataniattack mimi. Tasha, kwa nini utaki watu wajue kwamba sisi tuna mahusiano? Ujue ndio wakati sahihi wao kujua sisi tuna mahusiano. Wanatakiwa wajue kwamba mimi ni Mrs. Tasha na wewe ni wa Amanda. Kwa hiyo kwa hilo tu wasiwasi. Amanda, sawa, lakini mimi sina nia mbaya. Lengo langu kukuficha wewe, sikutaka watu wakufahamu. Mimi nataka nikutambulishe ile siku ambayo nakuoa, ndio ulimwengu mzima ujue kwamba Tasha ni wa Amanda na Amanda ni wa Tasha. Lakini sio kwa wakati huu Amanda wangu. Tasha, au unipendi? Ina maana ujivuni kuwa na mimi? No, Amanda, tafadhali. Wewe ndio mwanamke pekee ambaye mimi nakupenda. Na najivunia kuwa na wewe Amanda wangu. Nadhani mwenyewe unatambua. Moyo wangu upo kwako. Hisia zangu zote umeziteka wewe Amanda. Nakupenda Amanda wangu, tafadhali. Vipi? Amanda, kuna mtu ambaye ametupiga picha pale Amanda. Mbona hamna mtu? Amanda, mimi nimesikia sasa mtu amepiga picha Amanda. Hebu subiri kwanza. Tasha. Baby, unaenda wapi sasa? Mimi nimekumisi, nataka tutulie kwenye hii bustani ya Eden. Just be free. Amanda, yaani kuna mtu ametupiga picha Amanda. Wacha nimfuatilie Amanda. Ndio maana nilikwambia sitaki uonekane, sitaki kujulikane Amanda. Vita ni kubwa. Tulia. Ujue leo ni siku yetu nzuri sana. Nimekumisi sana, hilo unalijua.
Punguza pressure. Amna naye tupiga picha mpenzi wangu. Hebu relax. Amanda. Ndoa ni moja ya kiapo kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifunio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wakweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama